Karibu ni kusimulie safari na simulizi nzito ambayo inahusu historia ya mwanasiasa maarufu sana hapa Tanzania. Hapa nazungumzia John Heche. Hii ni Usiku TV. Subscribe hapo chini ili unapata simulizi kama hizi kila wakati na kila muda. Safari ya mwanasiasa John Heche, mwana wa Tarime aliyekataa kukaa kimya. Katika vilima vya Tarime ya mkoa wa Mara, kunapoanza kupambazuka na ukungu kitanda mashambani, alizaliwa kijana aliyekuja kuwa mmoja wa wapiganaji wakuu wa siasa za upinzani Tanzania. Hiyo ilikuwa ni tarehe 14 Julai mwaka 1981. Siku ya kawaida kwa dunia, lakini ya pekee kwa familia ya Wagesa, siku aliozaliwa John Heche. Utoto wa Heche haukuwa makuu. Alikuwa mwenye mazingira ya kawaida ya kijijini, akifanya majukumu ya kitoto, kuchunga, kusaidia shamba na kukimbizana na marafiki wake vichochoroni. Lakini katika macho yake kulikuwa na umaizi wa mapema. Aliulizwa sana na maswali. Watu wengi walimuona wake tofauti. Yeye mwenyewe aliendelea kujiuliza maswali, si ya utundu bali ya kutafakari. Kwa nini mambo ni hivi? Kwa nini mtu fulani hana haki sawa na mwingine anayo? Alipelekwa shule ya msingi Bulima, ambako alitambulika haraka kwa kijana mwenye nguvu ya hamasa. Baada hapo akasoma Musoma Alliance Secondary School, ambapo ndoto yake ilianza kuchora mistari. Alitaka kuwa mwalimu, aweze kuzungumza, kufundisha na kugusa maisha ya watu. Miaka michache baadaye alihitimu Bunda Teachers Training College, akawa mwalimu rasmi, akivaa tai ya kijani. Aliheshimisha walimu wengi kwa wakati huo, lakini moyo wake haukutulia. Shuleni alifundisha, lakini nje ya madarasa alihisi kuna jambo kubwa zaidi linalomuita. Alivutiwa na sauti ya mageuzi, akaanza kujihusisha na harakati za vijana waliokuwa wakihubiri mabadiliko nchini. Hapo ndipo akachukua hatua ya kusoma shahada ya mawasiliano katika St. Augustine University of Tanzania. Musoma iliyompa uelewa wa namna jamii inavyofikiri, inavyoelekezwa na inavyoweza kubadilishwa. Katika miaka hiyo kijana aliamua rasmi kuvuka mstari, akaingia siasa kupitia chama cha Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Haikuwa kwa makuu bali kwa imani na msimamo. Tarime, ardhi aliyokulia, ilimtuma kuwa kiongozi wao wa kwanza. Alianza kama diwani, akapanda, akawashangaza wengi kwa kasi yake ya kuongea, kujenga hoja na kuongoza. Kabla ya wengi kutegemea, akajikuta mwaka 2015 akiwa mbunge wa Tarime vijijini. Bungeni sauti yake haikuwa sauti ya kawaida. Ilikuwa na papaso, uthubutu wa vikali wa kutetea alichokiamini. Wapo walimkubali na wapo waliokasirishwa, lakini hakuna aliyeweza kupuuza uwepo wake. Alisimama juu ya hoja za haki za vijana, rushwa, uwajibikaji na demokrasia ya kweli. Lakini siasa ya Tanzania haikuwa barabara tambarare. Kadri alivyopaa kwenye nafasi za chama, ndio upepo ulivyokuwa mkali zaidi. Mwaka 2025 akiwa tayari amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Bara, upepo huo uligeuka kuwa dhoruba. Mikusanyiko yake ikavurugwa, hotuba zake zikakatazwa na safari zake zikawa chini ya macho makali ya dola. Aprili 2025 alikamatwa katikati ya kampeni, akisimuliwa kama aliyetekwa, akaselelezwa barabarani, akatelekezwa bila maelezo. Miezi michache baadaye, Oktoba, akiwa anaenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa chama, tena akashikwa ghafla. Safari hii akasafirishwa bila kueleza alipopelekwa. Familia yake ikabaki gizani, chama chake kikashikwa na hofu. Lakini jambo moja hakuwahi kupotea, sauti yake. Hata akiwa mikononi mwa wenye nguvu, hata wakati akiripoti kuwa afya yake imezorota, mawazo yake yalibaki yale yale: Tanzania yenye demokrasia, haki na uhuru wa kweli. Hiyo ndo hadithi ya John Heche, lakini njoni kupitisha alipokulia mpaka hivi sasa alipofikia.
Nitakupitisha katika maeneo ambayo yatakushangaza katika historia hii na simulizi hii ambayo inamhusu John Heche, maisha yake ya awali, utoto pamoja na elimu. John Heche alizaliwa tarehe 14 Julai mwaka 1981 katika wilaya ya Tarime mkoani Mara, kaskazini mwa Tanzania. Alianza elimu yake ya msingi katika shule ya msingi ya Bulima Primary School, alafu kajiunga na shule ya sekondari Musoma Alliance Secondary School ambapo alihitimu kidato cha 4 mwaka 1997. Baada ya sekondari, Heche aliendelea na elimu ya juu, akajiunga na Bunda Teachers Training College na kuhitimu diploma ya ualimu mwaka 2004. Baadaye alisomea katika chuo cha St. Augustine University of Tanzania SUA Sauti, ambapo alihitimu shahada ya kwanza bachelor degrees katika masomo ya mawasiliano, yani mass communication, mwaka 2009. Hivyo elimu ya Heche ilifungua ndoto ya kujishindia nafasi ya kusimamia jamii, sio tu kama mhubiri wa elimu bali kama moyo wa mabadiliko. Heche alisema mapenzi yake ni kuona mageuzi ya kweli nchini yalianza tangu mwaka 2000 alipokuwa kijana. Alisema alianza kuunga mkono upinzani na kuelekea kujiunga na Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mnamo mwaka 2010 alichaguliwa kuwa diwani, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Tarime, hatua iliyokuwa mwanzo wa kuwa rasmi katika siasa ya hadhara. Baadaye mwaka 2015 Heche alinyakua nafasi ya ubunge wa jimbo la Tarime Rural Constituency, Tarime vijijini, akiwa na umri mdogo wa miaka 34. Hivyo akawa mfano vijana wa kuingia ndani ya bunge. Ndani ya chama cha bunge hakuwa mbunge wa kawaida. Alihusisha kazi yake na hoja za kidemokrasia, haki, ufuatiliaji wa serikali na masuala ya maendeleo, akitoa mijadala, hoja kali na kushiriki mijadala mikubwa kama kuwasilisha hoja za wapinzani. Pia ndani ya chama alichukua nafasi mbalimbali. Alikuwa mwenyekiti wa tawi la vijana Bavicha, na baada ya mabadiliko ya uongozi mnamo Januari 2025 alichaguliwa rasmi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Bara Mainland Deputy Chairperson. Alipata kura nyingi 577 ya mpinzani wake 372. Msukumo wa siasa, mapambano na hasa 2025. Heche alianza kujitokeza kama sauti ya msukumo ndani ya upinzani, hasa akisisitiza msimamo wa chama dhidi ya matakwa na marekebisho ya katiba na uchaguzi, akisema wazi kwamba hatutambui uchaguzi kama ufanyiwe mabadiliko, mfumo wa kauli uliojulikana kama mfumo wa vuguvugu la mabadiliko. Lakini msimamo huo umempa changamoto. Katika mwaka 2025 alikamatwa mara kadhaa. Mara kwanza Aprili alipokuwa akihutubia mkutano wa kampeni ya chama, ndipo polisi wakamshika. Heche alisema kuwa mbinu waliotumia ilikuwa kutekelezwa barabarani, hivyo kusema alihisi kama ameibiwa uhuru wake wa kisiasa. Baadaye Oktoba 22 mwaka 2025, huku akieleza mahakama kwa ajili ya kesi ya kiongozi wa chama Tundu Lissu, alipigwa mbaroni tena na baadaye kusafirishwa kwenda sehemu isiyojulikana bila familia au chama kujua mahali alipo. Tukio hilo pamoja na kesi zilizomkabili imeibua hofu kubwa ndani ya familia yake. Hiyo ndio historia ya mwanasiasa nguli wa Tanzania John Heche. Unazungumziaje? Shika comment yako hapo chini. Hii ni Usiku TV.